Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunaendelea kukufahamisha mengi. Na wakati huu tunalitazama jeshi la Jamhuri ya Kiislamu la Iran ambalo limeendeleza mashambulizi mazito na kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo katika kambi mbalimbali za Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na Kuwait lakini pia na huko Bahrain. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC katika kile ilichosema ni kulipa kisasi na kufanya mashambulizi mazito dhidi ya Marekani ambayo imeendeleza mashambulizi katika usiku wa 9, limefanya mashambulizi katika vituo vya kijeshi vya Marekani katika kambi ya Al-Salem huko Kuwait katika wimbi la hivi karibuni la operesheni zake. IRGC ilidai kuwa shambulio la ndege zisizokuwa na rubani liliharibu mfumo wa rada wa tahadhari na kwamba mashambulio tofauti yalipiga ghala la vifaa vya anga na maeneo ya makazi ya ndege zisizokuwa na rubani MQ-9 za nchini Marekani na kuteketeza ndege kadhaa. Hii ni hasara kubwa mno, na hii ni kulingana na taarifa iliyobebwa na shirika la utangazaji IRIB, ambapo jeshi la IRGC limeeleza kwa mapana. Ving'ora vya mashambulizi ya anga vilisikika nchini Bahrain. Wizara ya mambo ya ndani ya Bahrain ilisema, ikieleza zaidi kwamba kumekuwa na ving'ora vilivyokuwa vikiwashwa na kuwataka raia na wakazi kuwa watulivu, kuhamia maeneo salama ya karibu na kufuatia sasisho kupitia njia rasmi. Hali katika Mashariki ya Kati ya amani imevurugika kabisa. Wa Iran wanafanya mashambulizi mazito katika nchi ambazo zinashirikiana na Marekani kuishambulia. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema Iran wanahatarisha uhusiano wao na majirani zao katika vita dhidi yao na Marekani. Kadhalika, Iran yenyewe sasa imekubali kwa kujua hatari ya kuwatenga majirani zake katika eneo hilo la Ghuba, ikiendelea kuwalenga kijeshi. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kuna hatari ambayo wanaamini wa Iran wamekubali kuchukua. Pia wanaeleza kutokana na maafisa wakuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran akiwemo Mohammad Bagher Kalibaf, mmoja wa wapatanishi wakuu wa nyuklia wa Iran na spika wa bunge, ambaye ameelezea vita kama vita vya kuishi na kuwepo kwa Iran. Wa Iran wanatambua kwamba ikiwa hawatafanya mashambulizi hawataweza kuwepo wala hawataweza kuishi, na hivyo uwezo wao wa kufanya mashambulizi dhidi ya mataifa jirani yanayobeba Marekani kwa kuweka silaha zao, kwa maana kuwa na ngome za kijeshi katika mataifa hayo, kunasaidia kwa wao kuendelea kuwepo. Hii ndio sababu wanahatarisha kuzorota zaidi kwa uhusiano na nchi za GCC, kwa sababu wanaamini kuwa wanapigania kuishi. Hata hivyo, wachambuzi wanasema kuwa kuna matarajio ya mpasuko na mataifa ya Ghuba kuwa na muda pindi vita hivi vitakapomalizika na suluhu la kisiasa na Marekani kufikiwa katika muda wa kati na mrefu. Uhusiano kati ya GCC na Iran utazidi kuimarika. Katika saa iliyopita, stesheni za baharini zimeripotiwa kwamba kumekuwa na meli ambayo ilikuwa ikiwaka moto katika pwani ya Oman. Bado hakuna taarifa kuhusu sababu ya moto huo na utambulisho wa meli hiyo. Kumekuwa na ripoti za mashambulizi ya Iran hasa huko Bahrain, ambapo ving'ora vya ovyo vimesikika. Ubalozi wa Marekani ulisema ulikuwa na taarifa zinazopendekeza kwamba Iran inaweza kulenga maeneo ambayo hajabainishwa katikati mwa Manama, na hakuna shambulio kama hilo ambalo limeripotiwa, lakini ubalozi umewataka raia wa Marekani kuendelea kuwa uangalifu na kuchukua hatua za tahadhari. Huko Jordan, angalau makombora 4 yamerushwa na 3 yalizuiliwa na moja kuanguka katika eneo la wazi. Iran inasema imelenga vituo vinavyohusishwa na vikosi vya Marekani nchini Kuwait pia, ikiwa ni pamoja na ghala kubwa la risasi na mfumo wa rada ya ulinzi wa anga. Mamlaka ya Kuwait haijathibitisha madai hayo, lakini badala yake wanasema mashambulizi ya Iran yamelenga miundombinu ya kiraia, ikiwa ni pamoja na kiwanda cha kusafisha maji. Hilo limesababisha kulaaniwa nchini Kuwait na kwingineko, huku kukiwa na wasiwasi unaozidi kuongezeka juu ya mashambulizi katika maeneo na vituo muhimu vya maji na nishati katika eneo la Ghuba. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.